Aidha, katika kukabiliana na changamoto za usafiri wa abiria wakiwemo wanafunzi na katika kuboresha usafiri wa wanafunzi mijini, serikali imeweka mipango na mikakati mbalimbali ikiwemo na ifuatayo. Ya kwanza kabisa, kuanzisha huduma za mabasi maalum yaendayo haraka kwa ajili ya wanafunzi, hususan katika nyakati za asubuhi na jioni, ili kuhakikisha wanafunzi wanafika shule na kurejea majumbani kwao salama kwa wakati. Hiyo ya kwanza. Ya pili, kutenga mabehewa maalum kwa ajili ya wanafunzi kwenye treni ya mijini. Dar es Salaam tunayo matreni pale, tunazo treni. Tumetenga mabehewa maalum kwa ajili ya wanafunzi. Hatua hii inalenga kupunguza msongamano, kuongeza usalama na kutoa unafuu kwa usafiri wa wanafunzi wanapotumia treni za mijini. Tatu, kurasimisha na kusimamia utoaji wa nauli maalum kwa wanafunzi ambao ni shilingi 200 kwa wanafunzi katika mabasi yaendayo haraka na daladala. Tumeelewana? Kurasimisha na kusimamia utoaji wa nauli maalum ya shilingi 200 kwa wanafunzi katika mabasi yaendayo haraka na daladala kwa mujibu wa taratibu na kanuni zilizowekwa. Kuna kanuni, taratibu zilizowekwa na LATRA, ndio naopitia hapa, sikutunga mimi. Mdhibiti ameweka hizo kanuni na taratibu na yuko hapa. Hatua hii inalenga kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata huduma hizi kwa gharama nafuu. 4. Kutekeleza sheria na kanuni za kudhibiti madereva na kusajili watoa huduma wa vyombo vya usafiri wa umma, mabasi na treni. Hatua zote hizi zinalenga kutekeleza malengo ya serikali ya kuboresha huduma za jamii, hususan huduma za wanafunzi katika vyombo vya usafiri, ili kuwawezesha kupata elimu katika mazingira rafiki na yenye staha. Sio jambo zuri kwa nyanyasa wanafunzi. Sote tulikuwa wanafunzi na sisi tuna watoto, tuna wajukuu, tuna ndugu. Sio jambo zuri hata kidogo.